Naweza nisiwe na nabii, naomba niseme kwamba mimi sio nabii, lakini natabiri lolote linaweza likajiri baada ya ratiba ya ligi kuu ya NBC Tanzania kwa imetoka. Young Africans akiwa na michezo mitatu nyumbani, wakati Simba Sports Club yeye ana michezo mitatu ugenini. Dabi ya Kariakoo inawakutanisha wao itakuwa ni tarehe 10 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Mechi ya kwanza, lakini mechi ya pili itakuwa ni mwakani tarehe 6 ya mwezi wa pili mwaka 2027. Ikumbukwe kuwa kuna kiputi cha tarehe 12 wanakutana wao kwa wao. Kwa ndani ya msimu huu tutarajie kuwaona mabingwa wa ligi kuu ya NBC Young Africans ambao ndio watetezi dhidi ya Simba mara tatu. Hatujui nini kitatokea huko katikati. Huenda wakakutana. Nilianza kukwambia na maneno ya kwamba huenda mimi sio nabii, lakini tukasikia ugomvi ukiamka katika vilabu hivi vyote vikubwa viwili na vimezoeleka kuwa na maneno ya huku na huku. Michezo mitatu ya Young Africans ya kwanza yuko nyumbani, lakini Simba na michezo mitatu away ya mwanzo ya ligi kuu. Mmoja atakuwa Yanga atakuwa na mchezo mmoja away, lakini mingine mitatu yote atakuwa nyumbani, wakati Simba michezo mitatu atakuwa ugenini. Usianze kuyasikia ukasema kumbuka maneno yako kwamba nilikwambia mapema mimi sio nabii. Mimi ni Hassan Saddam, ni naye Bakari Kasim. Kabla ya kupitisha sasa kwenye ratiba nzima ya ligi kuu ambayo imetoka hii leo kwa mfumo mpya wa teknolojia ambao umeanzishwa na ligi kuu, kwa sasa yale ambayo tulikuwa nayo tunayazungumza mara au ratiba ya ligi kuu ieleweki. Sasa tunaenda kama EPL ya Ulaya ambao nao tayari washatoa ligi yetu na ratiba yetu imetoka. Nikupe tu taarifa njema ya Bati Quality. Hao ni mabingwa au ni kampuni bora ya Kitanzania kutengeneza mabati bora na ya kisasa yanayoendana na teknolojia ya sasa ya ujenzi. Ukihitaji bati bora, hakikisha unawasiliana na Bati Quality. Unaweza kuwasiliana na sisi Data Sports, namba ziko hapo juu katika bio yetu katika mitandao yetu ya kijamii ili uweze kujipatia bati bora na za kisasa. Wana mabati tofauti tofauti, kuna mabati ya migongo mipana, kuna aina ya chenga. Yote yapo, kumbuka, na warranty ni zaidi ya miaka 10. Ukinunua mabati na Bati Quality wanakusafirishia mpaka katika eneo lako la ujenzi. Ni kampuni, ni kiwanda, ni nyumba, wao wanakusafirishia. Lakini kubwa kuliko, wanakupa na misumari bure kwa ajili ya ujenzi. Kumbuka misumari unaweza kununua bati alafu asikupe misumari robora. Sasa wao wamekuuzia bati, wanakupa na misumari ya kwenda kupigilia bati lao katika nyumba yako vizuri kabisa. Bakari Kasim, nimeanza kusema kwamba mimi sio nabii wala sio mtabiri, lakini lolote tunaweza tukalisia kwa sababu tumezoea kwa hawa watu wawili wa Simba na Yanga. Kwanza ni mzima, nilikuwa nimesahau kukusalimia bana. Bwana, nipo buheri wa afya kabisa kwa hisani ya Lamine Yamal. Kwa hisani ya Lamine Yamal. Yeah. Nilisema sio nabii wala utabiri. Dio. Lakini kabla jaje huko sasa ambako tutaanza kugusia vizuri, nikwambie nimpe mtazamaji ratiba ambayo imetoka. Haina hata muda, tunaweza kusema haina hata dakika chache. Ratiba bado ni ya moto kweli kweli. Ratiba ya ligi kuu ya Tanzania imetoka, lakini sisi tumedili na michezo mitano. Ratiba nzima tutakupitishia tu kwa kina. Kwenye michezo mitano ya Simba ataanza na mchezo wake wa kwanza, atakuwa ugenini dhidi ya Kagera Sugar. Kwa akimaliza kipute cha tarehe 12 ya ufunguzi wa ligi kuu dhidi ya Young Africans, atabidi asafiri kuelekea mkoani Kagera tayari kwa mchezo. Na kumbuka Kagera wao wanatumia uwanja wao wa Kaitaba Stadium ulopo mkoani Kagera, na pajua vizuri sana ukiniuliza. Akimaliza hapo ataelekea mkoani Mwanza kucheza na Pamba Jiji katika uwanja wa CCM Kirumba. Akitoka hapo atakuja Singida kucheza dhidi ya Singida Black Stars katika uwanja wa Airtel Stadium ambao ni uwanja wao mpya, na ikumbuke kwamba ule uwanja kwa sasa unataa. Niwakumbushe watu walifahamu hilo. Uwanja wa Airtel Stadium ambao anautumia Singida Black Stars tayari unataa. Baadaye atarejea nyumbani kwa ajili ya michezo yake miwili dhidi ya Coastal Union ambako atacheza katika uwanja wa Uhuru Stadium na Geita Gold katika uwanja wa Uhuru Stadium. Na taarifa njema ni kuwa vilabu vyote viwili vikubwa hivi Simba na Yanga vitatumia uwanja wa Uhuru. Kwa taarifa za sasa baada ya ratiba kutoka, watakuwa wanatumia uwanja wa Uhuru, wengi wanauita shamba la bibi. Lolote litakalotokea wakibadilisha viwanja tutakuja kuwajuza. Kumbuka msimu uliopita walianza na uwanja wa KMC, mmoja akaenda kule Mbweni, Meja Jenerali Samuyo, huyo akabaki, lakini baadaye wakaja kurudi. Lakini kwa sasa wote kwa pamoja watakuwa wanatumia uwanja wa Uhuru Stadium ambao wengi wanaoita shamba la bibi. Lakini michezo mitano ya Young Africans, hata mchezo wake wa kwanza ataanzia ugenini dhidi ya Namungo. Kwa ina maana akimalizana na dabi ya Kariakoo anasafiri kuelekea Majaliwa kule katika uwanja wa Majaliwa Stadium kucheza na Namungo. Akitoka hapo atarejea Dar es Salaam katika uwanja wa Uhuru kucheza dhidi ya Coastal Union. Atakuwa na mechi dhidi ya JKT, atakuwa na mechi dhidi ya Pamba Jiji katika uwanja huo wa Uhuru. Baadaye ndipo atatoka kuelekea Arusha kwa ajili ya kucheza na Fountain Gate. Hizo ndizo mechi 5 za vilabu vikubwa viwili vya Simba na Yanga watakazoanza nazo. Lakini mechi ya dabi ya Kariakoo sasa itakuwa ni tarehe 10
ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Kwa hiyo tutarajia kuiona dabi ya kwanza, duru la kwanza, na Simba atakuwa nyumbani. Mechi ya kwanza itakuwa kama hivyo, na mechi ya pili ya mzunguko wa pili itachezwa tarehe 6 ya mwezi wa pili mwaka 2027. Hizo ndizo mechi kubwa mbili nchini Tanzania, au dabi ambayo inasimamisha nchi kushuhudia. Lakini Yanga watamaliza na Singida Black Stars, itakuwa ndo mechi yao ya mwisho ya ligi kuu. Hiyo ilikuwa ni ratiba michezo mitano Bakari Kasim ya Simba na Yanga, kwamba michezo yao mitano. Lakini swali kubwa linaanzia hapa. Nilianza kusema kwamba mimi sio nabii wala mtabiri, lakini lolote tunaweza tukalisikia baada ya ratiba hii kwa imetoka. Simba atakuwa na michezo mitatu away tena imefuatana. Young Africans atakuwa na mchezo wa kwanza away, atakapomaliza atarejea Dar es Salaam kucheza michezo yake mitatu, wakati Simba atakuwa anazunguka mikoani, akimaliza Kagera anaelekea mkoani Mwanza, akitoka Mwanza anakuja Singida, akitoka Singida ndipo anarejea Dar es Salaam. Tuanzie hapa baada ya kuitazama ratiba. Kabla tujaje kuusifu mfumo na mambo mengine, tuanze na ratiba kwanza ya mechi tatu kwa mbili. Kwamba unaamini kwamba yanaweza yakatokea zile siasa zetu kwa sababu ya labda Simba kuwa na michezo mingi ugenini ambayo ni mitatu, huku miwili ikiwa na nyumbani, huku mpinzani wake wa karibu ambao ukizungumzia mpinzani wa Simba leo utaambiwa ni Yanga ambaye michezo mitatu nyumbani, miwili ya away. Nadhani ni kama TFF wamekopi msimu wakati unaanza uliopita, wamekuja kupesi kwenye msimu hapa. Tofauti ni kwamba msimu ule Yanga ndio alianza na Kagera, msimu huu Simba anaanza na Kagera. Msimu ambao Yanga ilianza game nyingi sana za ugenini, then baadaye akaja nyumbani. Kwa na Simba imekuwa kama hivyo. 3-2 ni difference ya mechi moja, kwamba umezidi upande mmoja. Kwa wanachofanya TFF kama wakisema wapange ligi kwa kusikiliza wa mapacha Kariakoo, hawezi ukaachieve chochote kwa siasa na aina ya mpira wetu ambao tunauendesha. Kwa ni kuangalia kwamba kwa TFF kwamba ratiba yako au mfumo wako umekupa ratiba gani, zile una display kwa timu ambazo zinaenda kushiriki au mashindano. Kitu ambacho nimekipenda mpaka hivi sasa, ratiba imetoka, tuna mwezi mmoja hapo. Kwa klabu ambayo leo inafanya usajili wake, klabu ambayo leo tayari wengine washaingia kwenye pre-season, wanafanya mazoezi yao kwa kijua kabisa kwamba kuanzia game yetu ya kwanza mpaka ya mwisho tunacheza na fulani na fulani na fulani. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unajiandaa kuelekea kwenye michezo husika. Ukishakuwa Kagera Sugar, mbele yako unamuona Simba ambaye unajua kwamba game ya kwanza wanatafuta kwamba mchezaji wa kwanza kufunga bao la Simba msimu wa 26-27 atakuwa ni nani? Mtu wa kwanza ambaye atafunga goli akiwa na jezi ya Young Africans atakuwa ni nani? Kwa hiyo kama mchezaji wa Namungo unajua kabisa kwamba kazi itakuwepo. Kwa hiyo ratiba kutoka mapema naona inaenda kusaidia timu jinsi kujiandaa vizuri kimbinu zidi ya mpinzani ambaye unakutana naye. Na kwa bahati mbaya ligi imeisha, vikosi mara nyingi vinabadilika, kwa haujui mpinzani wako anaingiaje, na mpinzani wako hajui wewe pia utaingiaje. Kwa hapo ni kama masuala ya kimbinu zaidi, kwamba kocha anakuja na mpango kazi wake, mpinzani anakuja na mpango kazi wake. Muda ambao mchezo unaendelea ndio pale mnasomana kwamba mwenzangu yupo bora kwenye eneo hili, yupo dhaifu kwenye eneo hili. Kwa kitu ambacho naona kama tumekia upgrade kama taifa ni ratiba kutoka mapema. Tunazungumza Premier League ambayo ratiba yake ilitoka mwezi mmoja nyuma tunazungumzia. Yaani unapewa miezi mitatu karibia mizima kujiangalizia kwamba unajua unakutana mechi ya kwanza mpaka mwisho na huyu hapa. Kwa sisi kwa kuanza mwezi mmoja sio mbaya, vilabu vitakuwa na huo muda wa kuwasoma wapinzani wao na kuangalia kwamba kwa jinsi ratiba ilivyo, je, vikosi vyetu inabidi viwe ngangari kwa kiasi gani. Hiyo ni ratiba ya ligi kuu ya Tanzania ambayo tayari imetoka. Tunaanza kuenjoy NBC Premium League mapema kama IPL. Kwa sasa unaruhusiwa kusema kwamba ligi yetu kwa sasa inaendana sawa sambamba na ligi kuu ya IPL ambayo ndo ligi pendo zaidi ulimwenguni. Lakini kizuri ambacho nimekipenda Bakari Kasim kwa msimu huu, Simba na Yanga wote wanaanzia ugenini. Wanapomaliza kuminyana wao kwa wao, ile tarehe 12 kwenye ngao ya jamii tukashuhudia kuna mabonanza hapa yanakuja. Simba la kwao tayari washalitangaza tarehe 8 ya mwezi wa 8 kama imekuwa ni ada, labda mwaka jana ndipo utaratibu ulibadilika, lakini imekuwa ni utaratibu wao. Ukifuatilia Simba nyingi tarehe 8 ya mwezi wa 8. Kwa tukimalizana haya mabonanza yao wanakutana wao. Wakimaliza kukutana wao wanaanza kusafiri. Tushasema swala la usafiri Simba na Yanga kwao sio shida zao. Lakini unaweza kuzungumzia kuna baadhi ya vilabu. Nilikuwa natazama ratiba ya Simba, kuna kitu nataka nimfafanulie mtazamaji. Wewe na mtu akawa hajaielewa vizuri. Lakini ukitazama ratiba ya Simba ina mfavor. Lighting ilikuwa ndo maana rais wakati anazungumza wa shirikisho la mpira wa RS Karia alisema swala zima la kuhakikisha kwamba kila timu isilalamike. Hapo wanachokiondoa ni zile lawama. Leo unaweza kukuta mtu ana mechi Kagera, baada ya Kagera arudi Dar es Salaam, atoke Dar es Salaam aende Mwanza.
Kwa kuna kitu hapo wamempunguzia. Simba atakapotoka Kagera, safari ni mguu mmoja unaelekea Mwanza. Ina maana hii ni kanda ya ziwa nzima. Ukitoka kanda ya ziwa unakuja Dar es Salaam ya kati, hapo unakuja Dodoma. Ambako unakuja Singida, Dodoma hiyo ambayo ndio kusema ni kati. Ina maana anakuja kucheza na Singida. Unaona ratiba ambavyo imemfavor Simba kwamba akitoka Kagera anaelekea Mwanza, akitoka Mwanza anakuja Singida, anarudi Dar es Salaam. Unaitazama ratiba ya Simba ambavyo imekaa vizuri. Young Africans anaanzia ugenini ambako anaanzia Majaliwa kusini kwa Tanzania huko. Akitoka anarudi Dar es Salaam. Ina maana yeye hana complication kwamba akitoka anarudi Dar es Salaam anakuja anacheza michezo yake mitatu akiwa nyumbani ametulia, baadaye ndipo anaelekea Babati Manyara Arusha. Anatumia uwanja wa Amri. Fountain Gate wametoka kule Tanzania kwa raha. Walibadilisha tangu msimu uliopita hadi msimu huu kwenye ratiba pale. Kwa hiyo nafikiri mtazamaji atakuwa ameiona picha na vizuri kuielewa. Sasa hapo ugomvi naomba usiwepo. Kwa sababu walichokifanya TFF ni kwamba wamejaribu kurahisisha. Hichi kitu kinafanyika hata misimu iliyopita huko nyuma. Kwamba mtu unapoelekea labda wakati ligi na mechi labda mfano mkoa una timu mbili, mfano kama Mbeya City alipokuwa kuna Mbeya City, kuna Tanzania Prison. Ina maana unapoenda pale unacheza mechi zako zote mbili ndani ya wiki moja. Kama Jumapili au Jumamosi utacheza na Tanzania Prison, Jumatano au Jumamosi utacheza na Mbeya City. Kwa ina maana ratiba yako inakuwa imekufeva kwa namna moja ama nyingine. Baadhi ya vilabu ambavyo vinasafiri kutumia usafiri wa basi, hapa ratiba ya ligi kuu kuna kitu imekifanya. Bakari Kasim, swali langu la pili lije baada ya kuwa tumeifafanua vizuri ratiba michezo mitano, mechi ya dabi ya Kariakoo, huko nitakuja. Tumalize na hili la mfumo. Wengi tulikuwa tukilia sana na ratiba ya ligi kuu kwamba nipangue. Leo ameipanga. Leo tukawa tunaifurahia ratiba imepangwa vizuri. Ratiba ya kafu ishatoka. Tumekuwa na kasumba ya kubadilisha ratiba. Baada ya huu mfumo ambao aliutangaza Rais Wallace Karia, tujipe imani kwamba lile tatizo nalo ratiba imekuwa ni tatizo sugu limetibiwa ndani ya ligi yetu. Bakari Kasim, yani kwamba hii ratiba hata isingepangwa na mfumo. Yani kwamba kupanga ratiba ni jambo moja, kuifuata ratiba ni jambo la pili. Tumekuwa tukipanga ratiba yetu vizuri, lakini katikati watu tunaingia kwenye mashindano ambayo hayana ulazima, ambayo yanatulazimu pia tuifunge yani ratiba tuivuruge. Kwa maana kuna achana FIFA International Break ambayo ni lazima kwa dunia nzima. Ipo na kwenye kalenda lazima kwa sababu wameindicate kila kitu kafu, ratiba ya kafu ishatoka. Ndio. Sasa tunapokuwa tumekaa ratiba ya ligi ambayo ipo kwenye flow nzuri, alafu tunaisimamisha ligi kwa sababu labda ya Muungano Cup, labda kwa sababu ya Mapinduzi Cup. Sometimes kama inaenda kuvuruga kile kitu chote ambacho tumekichora. Na ukiangalia kuelekea mwishoni mwa msimu ujao, Tanzania tutakuwa tunaenda kuihost AFCON. So lazima tuangalie ratiba yetu imekaa vizuri kwa namna gani. Na kuna kitu kimoja Bwana Hassan nimekiona, mimi huwa kinaniumiza sana kwa kama mdau wa soka. Na sikitamani kitokee kwa Simba na Yanga. Nitamani kilio ambacho waandishi wa habari tunakifanya, kilio ambacho wadau wa soka tumekuwa tukilia, tulie juu ya vilabu kama Dodoma Jiji, vilabu kama Namungo, vilabu kama Mashujaa, kama KMC, Pamba na Fountain Gate, sio kwa Simba na Yanga. Leo hii tumekuwa tukitoka front mbele na tukipitisha hizi agenda tukisema kwamba Simba na Yanga ni kama ratiba inawabana, sio wameanzia ugenini, sio wanaanzia nyumbani sana. Ni kama kitu ambacho leo tunalia kwa Simba na Yanga kwamba ratiba ipo hivi. Vipi kwa Dodoma Jiji? Kwa nini tuzungumze Dodoma Jiji, tunazungumza sana Simba na Yanga? Wakati kama kuna watu ambao wanaasilika kwa kiasi kikubwa na ugumu wa ratiba, miundombinu ya usafiri imekuwa haipo favorite kwa upande wao, ni vilabu vya madaraja ya kati. Leo tumekuwa tukisema kwamba Yanga na mechi 3 nyumbani, 2 ugenini. Simba na mechi 3 ugenini, 2 nyumbani. Hapo hatujui Dodoma Jiji na mechi ngapi nyumbani wala ugenini. Na hatujui itakuwa mikoa ambayo umepangiwa game zake kucheza itakuwa karibu. Unaweza kukuta Dodoma huyo leo ana mechi Dodoma Jiji. Mechi inayokuja inabidi aende akacheze na Mashujaa Kigoma. Akitoka na Mashujaa unakuta safari amwambia aende akacheze Kagera. Akitoka Kagera unakuta safari inamrudisha tena akacheze Arusha. Kwa unakuta kwenye mechi 5 anarushwa kwenye mikoa 6 tofauti. Kwa unakuta ni kama kitu ambacho kinaenda kumkata kwa kiasi fulani. Msimu ni kuingilia kidogo, msimu huu nafikiri hilo tatizo limetibiwa. Baada ya kuona ratiba hii na maneno aliyozungumza Rais Wallace Karia, alisema miongoni mwa vitu ambavyo wamevizingatia ni hivyo kwa umakini sana kwa kuepusha hizi lawama za watu kulalamika. Lakini kuna kitu ambacho tunataka tukimalizie hapa Bakari Kasim, tukijadili mimi na wewe. Hii ni ratiba imetoka, lakini kuna vilabu vikubwa vyetu viwili vya Simba na Yanga.
tunafanya probability vinaweza vikafanya vizuri kimataifa, ni jambo jema kwamba kuomba vikafanya vizuri. Kwa kuna watu wanaomba wiki zaidi ya wiki moja. Niliwahi kumsikia Almasi Kasongo akizungumza kipindi bado ni wa bodi ya ligi kuu. Niliwahi kumsikia Karim kabla hajabadilisha majukumu. Niliwahi kusikia akisema kwamba hivi vilabu vikubwa vile vya Simba na Yanga huwa vinaomba, mfano labda vimesogea katika hizi hatua, labda ni robo finali, ni nusu finali, au wana mchezo mbele ambao unahitaji maamuzi, huwa wanaomba muda kwa ajili ya kupata muda wa kufanya maandalizi, ambako sio tofauti na baadhi ya vilabu barani Afrika. Leo hii niliwahi kuona wakati nafuatilia, maana nilifanya coverage sana ya Simba na Stellenbosch kwenye mechi ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika msimu uliopita, na nilikuwa naandika sana stories za Stellenbosch kwa sababu nilijikuta nafuatilia sana Stellenbosch. Stellenbosch alicheza mechi Jumatano na alikuwa na mechi Dar es Salaam siku ya Jumamosi na Simba. Mark my words. Stellenbosch alicheza Jumatano na alikuwa na mechi Jumamosi na Simba. Simba ambaye hakucheza mechi yote ya ligi kuu mpaka anakuja kucheza mechi Jumapili dhidi ya Jumamosi dhidi ya Stellenbosch. Unajaribu kutazama hapo. Stellenbosch alicheza mechi ya ligi kuu akatoa sare, na kumbuka alitoa sare dhidi ya Marumo Gallants kama sikosei. Baadaye akaja kucheza na Simba akafungwa goli moja katika uwanja wa New Amani Complex. Hivi vilabu vyetu vile vimekuwa vikitengeneza sababu kwenye michuano ya kimataifa, ndivyo vinakuja kudelay ratiba. Mfano Simba msimu unaokuambia ambao alifika finali alikuwa na michezo 5 ambayo imefuatana, ambao alikuja kupoteza mchezo wa Singida kama unaokumbuka vizuri wa kombe la CRDB Federation Cup. Ratiba wengi wakisema ni fatiki ya baadhi ya nyota kwamba wamechoka, wamecheza mechi. Hii ni ratiba ambayo ya CAF inajulikana. Hii kasumbi ya wao kuomba tufanyeje baada ya ratiba yetu kuwa imenyooka kuiondoa. Mimi nilikuwa nikizungumza hili mara kadhaa sana. Miongoni mwa watu ambao wanachukizwa na special treatment ambazo wanapewa vilabu vya Simba na Yanga, mimi ni mmoja wapo, na nishatoka front mara kadhaa kwa kuambia kwamba leo tunazungumzia Premier League, ligi ambayo haijalishi unacheza Champions League, Conference League au Europa League. Unakuta timu anacheza Jumapili ana mechi ya ligi kuu, labda ni Liverpool na Leicester City, alafu Jumanne ana Champions League, Alhamisi anacheza Carabao Cup. Hakuna excuse kwamba niongezeni, si kwa kuna. Premier League wanakuambia tu kama hutaki kucheza, tunaangalia kanuni inasema nini. Sisi fixture tuibadilishi. Tuliona PSG kuelekea mchezo wake, aliomba mchezo wake acheze Jumamosi, acheze Jumapili ili Jumanne ayapatie muda wa kucheza UEFA game zida Bayern Munich. Lakini aliambiwa nini? Kwamba praise the match. Hiyo none of business kwa FA ya nini ya mpira wa Ufaransa. Sisi tumeweka ratiba, kacheze Champions League, hiyo ni juu yenu, mtajua mnajiorganize vipi. Ratiba yetu imezingatiwa sisi. As long kwamba kuna wale masaa ambao yamewekwa na FIFA, timu au mchezaji lazima yapate ili aweze kulikava. Tuliona kwa Real Madrid kuelekea mchezo wao dhidi ya Arsenal FC, dhidi ya Arsenal the Gunners, waliomba kwamba ratiba yao ya Jumapili ivunjwe ili wapate muda wa kupumzika. Bado La Liga iliwaambia kwamba si ratiba tushaipanga, kwa tuwezi kuvunja ratiba zetu kisa mchezo mmoja. Kuna yamba tutavunja ratiba kwa yako ya Real Madrid. Lakini je, umemfikiria Elche ambaye kashaya jiandaa tayari kwa safari hii? Kwa hiyo lakini kwa Simba na Yanga unakuta timu inapewa siku 7 au sometimes siku 8 mpaka 9 kujiandaa na mchezo mmoja tu. Hii imekuwa ni kama kuna mechi 3 au 2 inabidi zisubiri zipangwe muda mwingine viporo. Afu hiyo klabu baadaye mechi zikiwa zinafuatana wanalalamikia fatiki kwamba na ratiba iwafevi. Wakati kuna mechi ambazo unaweza ukaweka kikosi B na Simba ikakompiti vizuri tu, lakini wao wanaamua kuzipostpone ili waweze kupata muda mpana wa kupumzika. Kwa hiyo ili kukomesha hivi viporo ambavyo vimekuwa vikijazana vingi sana, naona kwamba TFF wawe na usawa pamoja na bodi ya ligi kwamba kuacha kutoa hizi special treatment kwa vilabu vya Simba na Yanga, kama ambavyo wanamtreat Azam wamtreat Yanga, kama ambavyo wanamtreat Biashara wamtreat Yanga. Biashara United ya Mara anacheza CAF Confederation Cup, anacheza Jumapili, ana game Jumatano. Kwa nini tukoona kipao wiki nzima kupumzika? Kwa nini vitu vionekane kwa Simba na Yanga ndio wanastahili sana kuliko vyote? Kwa hiyo ni kama sisi pia mamlaka za soka zimekuwa zikiwapa uo ukubwa kwamba nyie mnahitaji muda zaidi kwenye kucheza. Kwa hiyo inakuwa ni kama ligi ambayo wanacheza Biashara, so ligi ambayo wanacheza Simba na Yanga, hawa wamekuwa wakipewa vipaumbele vingi sana. Ndio mimi nawaambia kwa namna ambavyo ligi yetu inaendeshwa, itabidi tusubiri hata miaka 200 ili kuona bingwa toki kwenye Simba na Yanga, kwa sababu hakuna usawa wa kimaamuzi, hakuna usawa hiyo fair competition. Kwa maana yani unajiuliza kwamba
Dodoma Jiji acheze NBC Premier League anacheza, Simba anacheza. Sasa ukiangalia Dodoma Jiji uchumi wake sio mkubwa kama Simba au Yanga. Dodoma Jiji anasafiri kwa gari. Huyu Simba na Yanga wanatumia ndege, kwamba muda ambao nyinyi mtatumia masaa 48 mkiwa kwenye ardhi mnazunguka na gari, wao na masaa 3 au 2 wameshafika tayari. Ya wachezaji wanalala vizuri, wanakula kwa muda mwafaka, wana bonus, wana vitu vingi sana. Lakini mbona timu ambayo inaonekana ina kila kitu na bado inapewa tena nguvu ya mamlaka? Ndio tunaamini kwamba mwenye nacho anaongezewa. Kwa TFF na bodi ya ligi lazima waangalie, wa review kwamba uendeshaji wao wa ligi usizifavor timu mbili, wazangane na timu za madaraja ya kati. Yes, ukizungumzia ligi kuu Tanzania bara, Simba na Yanga ndio icon. Unazungumza kama watu ambao wamebeba samani ya ligi, kwa maana wanachukua nyota wengi wa kimataifa kutoka kwenye ligi kubwa na wamekuwa wakipeperusha vema bendera ya Tanzania. Lakini inapokuja kwenye swala la ligi kuu, kila timu ina haki sawa, wale watu wapo pale kushindana na bingwa wapatikane kwa haki. Watu wanawekeza gharama nyingi sana kwa ajili ya alama 3 tu. Mtu anachukua mchezaji wa milioni 40, analipia hoteli, analipia mafuta ya kwenye gari kusafiri kwa ajili ya nini? Alama 3 tu. Sasa tusiwachukulie poa washindani wengine kwa kuwa favor zaidi Simba na Yanga. Kwa TFF lazima waangalie ratiba ya CAF ifuatwe kama ilivyokuwa, lakini ratiba ya NBC Premier League nayo isivunjike, isipokuwa zile international break ambazo ni muhimu kwa ligi yote kusimama. Hicho ni kilio cha Bakari Kasim, na mimi namaliza hivyo kwamba hizi favor ambazo wamekuwa kipewa Simba na Yanga, linapokuja swala la kimataifa kuna muda zipunguzwe. Kama wanataka waendane na ratiba walioitengeneza hao, kuna muda mtu anatengeneza kitu anakuja na kivunja yeye mwenyewe. Mimi ni Hassan Saddam, nilikuwa na Bakari Kasim aliyesimamia kamera, si mwingine ni Alpha. Tukutane tena kwa wakati mwingine, Mungu akijalia.